Mwanamke huyu alikataa kwa uthabiti kuwa na watoto kwa miongo mingi baada ya ndoa yake. Aliogopa kwamba watoto wangekuwa mzigo na hata kuogopa zaidi kwamba umbo lake lingebadilika baada ya kuzaa. Yula hakufanya kazi yoyote ya nyumbani. Kila siku alifanya tu kula na kunywa na dada zake wadogo wawili. Sean alirudi nyumbani kutoka kazini na kumuuliza kama kulikuwa na chakula. Alimwambia mumewe aagize chakula cha kuchukua mwenyewe. Kisha akaenda haraka sinema na dada zake bila chaguo. Sean alilazimika kula nyama ya kusindika, lakini picha za watoto wasio na hatia na wapendao kwenye TV bado zilimvutia. Siku inayofuata, Sean alirudi nyumbani kama kawaida. Mara tu alipoingia mlangoni, aliona nembo za muundo katika sakafu yote. Mkewe alisema kuwa hakuwa na hali nzuri, kwa hiyo alienda nje kununua kitu cha kumfurahisha. Sean alimuuliza kama kulikuwa na kitu cha kula nyumbani. Mkewe, hata hivyo, alimuuliza kwa nini hakurudi nyumbani baada ya kula chakula cha jioni. Sean alisema kuwa tumbo lake lilikuwa linauma kwa njaa na akamwomba mkewe amkalagie yai. Mkewe, hata hivyo, alisema kwamba hawapikagi chakula nyumbani, kwa hiyo hakukuwa na mayai. Sean alilazimika kuzunguka kimya na kuondoka aliposikia hayo. Mkewe, hata hivyo, alikuwa bado anajifurahisha katika kujisifu mwenyewe. Sean mwenye njaa alikutana na dada yake mdogo chini. Alikuwa amebeba sahani ya mikate iliyokaangwa. Dada yake mdogo alimuuliza kama alitaka kwenda nyumbani na kula pamoja. Sean alikuwa karibu kukubali kwa furaha wakati dada yake mdogo alisema, "Vipi wakili mkubwa kama wewe anaweza kula chakula cha mtaani cha hali ya chini?" Sean alilazimika kumeza maneno yake. Alienda mkahawani ambao alikuwa akipatroniza kwa zaidi ya miaka 10. Mmiliki Molly alimkaribisha kwa joto. Sean pia aliagiza chupa kadhaa za soju, lakini hakuwa mnywa pombe mkali na hivi karibuni alilewa. Molly kwa haraka alimnunulia dawa ya kuondoa ulevi, lakini Sean aliyekata tamaa alikuwa tayari amelewa sana kujali. Molly alimtazama mwanamume mrembo kando yake na alikuwa na wazo jasiri na ovu. Wakati huu, mkewe na dada zake walikuwa wakitazama furaha tamthilia za TV na kula mikate ya mchele nyumbani. Hakujua kwamba mumewe alikuwa akifanya mapenzi na Molly muda mfupi baadaye. Molly alienda ofisini kumtafuta Sean. Alimwambia Sean kuwa angekuwa mbali kwa muda. Alikuwa na wasiwasi kwamba Sean hangekuwa na mahali pa kula kila usiku baada ya kazi wakati yeye hayupo. Molly alimuomba apige picha naye kama ukumbusho. Katika siku zilizofuata, Sean angeweza tu kula nyama ya kusindika. Siku hiyo, Molly alipiga simu na kusema kulikuwa na dharura na akamwomba Sean aende na kusaidia. Aliahidi kumpikia kila siku. Tangu hapo, Sean aliharakisha huko na kujifunza kwamba Molly amezaa mtoto wao pekee yake hospitalini. Alitazama mtoto mikononi mwake, ameduaa. Molly alisema kuwa mtoto alikuwa wake. Sean alitazama picha nzuri ya mtoto kwenye simu yake na meno yake karibu yangalianguka kwa kutabasamu ili kumsindikiza Molly na mwana wao kuchukua picha za siku ya 100. Sean hakuwa na hata muda wa kuhudhuria mazishi ya mama mkwe wake. Alikuwa amezama kabisa katika furaha ya familia ya watatu. Alipofika nyumbani, dada yake mdogo alimuuliza kama alitaka kula kuku wa kukaanga. Sean alikuwa na furaha kuwa mwishowe kulikuwa na chakula nyumbani, lakini dada yake wa pili mara nyingine tena alimwaga ndoo ya maji baridi juu yake. Alisema, "Wakili mkubwa kama shemeji yangu anawezaje kula kitu hiki?" Sean alilazimika kugeuka kwa aibu. Mkewe aliingia na kumuuliza kwa nini alikuwa nyumbani kuchelewa hivyo. Sean aliganda kwa muda na kwa haraka alisema alikuwa akishughulikia kesi ngumu. Mkewe, ambaye pua yake ilikuwa nyeti kuliko ya mbwa, alisema kulikuwa na harufu ya maziwa ya mtoto kwenye jaketi lake. Sean alinusa na kwa haraka alisema kuwa hakukuwa na chakula nyumbani, kwa hiyo alilazimika kunywa maziwa kujaza tumbo lake. Baada ya kusema hivi kwa dhamiri ya hatia, alikimbia haraka bafuni. Mkewe alifikiria kwa muda na hakuonekana kupata kitu kibaya. Siku inayofuata, dada yake kwa hamu alisema kuwa amepika kifungua kinywa, lakini Sean, akiwa na sura nyekundu, alisema kuwa hakula kamwe kifungua kinywa. Alimwambia Eula kuwa alihisi kuwa shemeji wake alikuwa mgeni zaidi. Ilionekana kama vile alikuwa amezeeka kwa miongo. Eula alisema kuwa shemeji wake alikuwa mtu mwenye nidhamu sana. Anaondoka nyumbani saa 10 asubuhi kila siku kufanya mazoezi na ameacha kuvuta sigara na kunywa pombe. Dada yake alimwambia awe mwangalifu, lakini Eula alikuwa na uhakika kuwa mumewe angeweza kuishi bila yeye. Sean alimkimbilia mwanawe kwa furaha. Molly anaandaa kifungua kinywa kwa uangalifu kila siku, akiona mtazamo wa Sean kwa mwana wao. Molly alitiririkwa machozi. Mandhari haya kweli yalionekana kama familia ya furaha ya watatu. Eula pia kwa furaha alijigamba kwa marafiki zake kwamba alipofanya uamuzi wa kutokuwa na watoto, mumewe alikubali bila kusita. Rafiki alimwambia afadhali apate mtoto ili kumweka mwanamume, lakini Eula alisema hakutaka kuwa na mtoto kwa sababu ingebadili mwili wake na hakutaka kuwa na mzigo wa mtoto kila siku. Na aliongeza kwamba wala yeye wala mumewe hawakupenda watoto. Lakini usiku, Eula bado alijaribu kumuuliza mumewe nini ingekuwa kama tukiwa na mtoto. Sean kwa haraka alimuuliza mkewe kwa nini alisema hivyo. Eula alisema alikuwa tu akiuliza.
Sean alijaribu kuuliza ikiwa alidhani ingekuwa nzuri kama tungekuwa na mtoto sasa, na mkewe kwa haraka alisema kuwa angeogopa kufa wakati aliposikia kuhusu kuwa na mtoto. Wakati huu, Sean alipokea ujumbe wa dharura kutoka kwa Molly. Alidanganya kuwa baba ya rafiki yake alikuwa amefariki na kwa haraka alikimbia mlangoni. Nje ya mlango, dada zake wawili wacha ndoa walimuuliza alikokuwa akienda kuchelewa hivyo. Sean kwa haraka alisema kuwa mama ya rafiki yake alikuwa amefariki. Dada yake alimuomba aende mazishini na abadilishe suti nyeusi. Sean hakuwa na chaguo ila kurudi kwa kusita na kubadilisha. Aliharakisha hospitalini kutafuta mwanawe. Ni baada ya kukumbushwa na muuguzi ndipo walikumbuka kuwa mtoto alikuwa hajaandikishwa. Molly alisema kuandikisha mtoto upande wake. Lakini Sean, ambaye hajawahi kuwa na mtoto, anawezaje kukubali? Alisema angepata fursa sahihi ya kumshawishi mkewe kukubali mtoto. Lakini Molly, kama mama, hataki mtoto kuwa bila jina na bila ukoo. Mkewe na dada zake wameandaa keki kusherehekea mabadiliko ya kazi ya Sean kwenda kampuni bora zaidi, lakini wakati huu akili ya Sean iko mahali pengine. Alimwahidi Molly kuwa angeenda kusherehekea pamoja. Molly alikaa hapo akisubiri kwa wasiwasi. Dada yake mdogo aliuliza kama mshahara ulikuwa umeongezeka baada ya mabadiliko ya kazi na pia alimuomba shemeji wake pesa. Lakini Sean alisema kuwa mshahara ulikuwa sawa na hapo awali, ni mabadiliko tu ya mazingira. Kwa kweli asingeweza kusema kuwa mshahara ulikuwa umeongezeka kwa sababu alikuwa lazima afiche pesa kulea mwanawe. Molly alisubiri muda mrefu, lakini Sean hakuonyesha kamwe. Sean aliomba radhi kwa kuleta manukato kama zawadi, lakini Molly alionekana kuwa na kitu cha kusema. Wakati huo, Sean alipokea simu kutoka kwa mkewe. Alimwambia mkewe mbele ya Molly kuwa alikuwa amenunua manukato kama zawadi. Molly alimwambia Sean wasikutane tena siku zijazo na asione mtoto tena. Alisema alichukia hisia hizi, kusubiri kusiokwisha kila siku. Alisema angetumia maisha yake yaliyosalia na mwanawe. Akisikia haya, Sean alikasirika, lakini Molly alikuwa ameamua. Sean alikataliwa alipokwenda kumuona mwanawe tena. Molly aliomba nyumbani, akimwomba Mungu amsamehe. Sean hakuwa na mahali pengine pa kwenda, kwa hiyo alilazimika kwenda nyumbani. Lakini mara tu alipoingia mlangoni, alisikia dada zake wakicheza. Hii ilimfanya Sean, ambaye tayari alikuwa amekata tamaa, kukasirika zaidi. Mkewe kwa haraka aliingia kuuliza kama alikuwa amekula. Sean alisema hakuhitaji umakini wake wa bandia. Mwanamke mchoyo kama yeye asingefaa kuolewa. Eula anamuuliza mumewe anamaanisha nini kwa hayo. Sean anasema hataki kuishi na wanawake watatu kila siku. Anarudi nyumbani amechoka kutoka kazini na hawezi kunyang'anya sebule. Wawili wana majadiliano makali. Dada zake wanasikiliza kupitia mlango. Sean ghafla anafungua mlango na kutoka nje. Mama yake mkwe ana huzuni kuona jinsi mwanawe amekonda. Mara nyingi humleta chakula kilichoandaliwa. Akiona watoto wa watu wengine, hawezi kutoa macho yake. Kisha anamtazama bintiye mke. Wamekuwa wameolewa kwa miaka 15. Hata kama hafanyi kazi, angalau anapaswa kupikia mumewe. Lakini Eula anasema anachukia kupika. Kwa dokezo lake, Sean anasema kutokuwa na watoto ni tatizo lake mwenyewe. Akiona kuwa mwanawe anatetea mkewe, bibi kizee anakasirika sana. Mara moja anamwomba Sean ampe gari kumfikisha nyumbani. Njiani, mama yake anamwambia Sean kuwa hajui ni miaka mingapi imebaki kuishi. Katika umri huu, bado hajapata mjukuu na kweli anahisi aibu mbele ya wahenga. Sean kweli anataka kumwambia mama yake kuwa tayari ana mwana, lakini maneno ni ncha ya ulimi wake. Anayameza nyuma. Sean alitaka kucheza na mwanawe, lakini Molly alimwambia asiwe na matumaini makubwa na kwamba hangekubaliwa kuona mtoto mpaka atakapomaliza mambo ya familia yake. Alimwambia Sean kuwa alikuwa amechagua tayari jina la mtoto. Sean kwa haraka alisema alihitaji muda. Siku inayofuata Sean alimtoa mkewe nje kula chakula cha jioni na akamnunulia mkufu wa almasi anayopenda. Alitaka kuzungumza naye kuhusu mtoto wakati alikuwa na hali nzuri. Mkewe kwa furaha alisema kuwa alipanga kufanyiwa upasuaji wa plastiki zaidi kulingana na mkufu. Pia alisema kuwa mwanamke ni kama nyumba na anahitaji kutengenezwa wakati sahihi. Sean alilazimika kumsifu mkewe kwa kuwa mzuri. Akiona kuwa mkewe alikuwa na hali nzuri, kwa haraka aliuliza kama alikuwa na mipango yoyote ya kuwa na mtoto. Eula alisikia haya na bila kufikiria, alisema kuwa alihisi hofu alipoona watu karibu naye wakiwa na watoto. Wakati huo, mtoto kwenye meza jirani alikimbia nje na kusababisha fujo. Sean alimtazama kwa wivu. Mkewe kwa haraka alisema, unapaswa kuona jinsi inavyotisha. Kuleta mtoto nje hata inakufanya usiweze kula vizuri. Sean, hata hivyo, alisema kuwa hata kama hawakula, wangejisikia furaha. Ni hapo mkewe alitambua kuwa mumewe kweli alitaka mtoto. Alimkemea moja kwa moja. Sean alilazimika kumeza misitari yote aliyoandaa. Usiku huo, alienda kumuona Molly tena. Alisema alipanga kuzungumza na mkewe kuhusu kuwa na mtoto, lakini hakuweza kujisukuma kuifanya. Molly hakuwa na maneno aliposikia haya.
Sean alimsihi Molly amruhusu kuona mtoto, lakini Molly pia alikuwa na kanuni. Alisema kuwa alikuwa akimpikia Sean kwa zaidi ya miaka 10, hasa vyakula ambavyo havikuwa kwenye orodha ya vyakula. Sean aliganda mahali pale. Baada ya kusikia haya, Molly aliona kuwa bado hakuelewa na alisema moja kwa moja. Sean kisha alihisi Molly alitaka yeye apate talaka. Siku hiyo, Eula alitoka nje na akagonga gari la mtoto na haraka akaomba msamaha. Molly, hata hivyo, alitabasamu kwa njia ya ajabu na akasema kwamba alikuwa na mambo zaidi ya kuomba msamaha kwake. Kwa heshima, Eula bado alisifu mtoto kwa kuonekana vizuri. Molly kwa makusudi alisisitiza kuwa mtoto alifanana na baba yake. Eula alihisi kuwa huyu mwanamke mnene alikuwa na tabia ya kushangaza. Baada ya kugeuka na kuondoka, Molly mara moja alibadilisha uso wake. Molly aliomba Mungu amsamehe. Alimwambia Sean kwamba angemsajili mtoto kwa jina lake. Hakuweza kumuona mwanawe tena mpaka alipopanga uhusiano wake wa kifamilia. Shaun alikuja nyumbani amelewa, akiita jina la mwanawe tena na tena. Eula alifikiri alikuwa akiita jina lake na alikuwa na furaha kuisikia. Lakini siku iliyofuata, mume wake alikuja nyumbani akiwa amelewa tena. Bado akiita jina la mwanawe, Eula kwa siri alichukua simu yake na kuichunguza. Mume wake alipoamka akiwa amelewa, alitaka kunywa supu ya maharage, lakini Eula alimwambia ajipikilie mwenyewe ikiwa alitaka. Shaun aliposikia hayo, aliweza tu kuchukua simu yake kwa kusikitika. Eula alimuuliza mume wake ikiwa alikuwa akiona mtu mwingine. Ilikuwa miezi tangu walipofanya mapenzi. Shaun haraka alimjibu mke wake, ambaye alitumia siku yote nyumbani bila kufanya chochote, na alimwambia atoke nje na afanye kazi ya kujitolea ikiwa hana la kufanya. Eula alisema alikuwa na shughuli nyingi za kujitunza, hivyo hakuwa na muda. Sean aliposikia hilo, alikaribia kuzimia. Hafanyi dobi, hapiki, hafanyi kazi, hana watoto. Na bado alidai kuwa alikuwa na shughuli nyingi. Baada ya kusema hayo, Sean aliyekasirika aligeuka na kuondoka siku hiyo. Baba yake pia alimtembelea Eula. Alizungumza kwa dhati na binti yake, akisema kuwa hakuweza kuwa mchoyo hivyo. Baba alihisi kuwa Shaun kweli alitaka mtoto. Familia inahitaji watoto ili kudumu. Eula alihisi kuwa baba yake hakuwa na haki. Molly alitengeneza kukutana kwa bahati tena. Kwa makusudi alimuuliza mtoto ikiwa Eula alikuwa amepata uzito kidogo. Pia alisema kuwa siku iliyopita mtoto alikuwa na homa na mume wake alikuwa akimtunza usiku kucha. Eula aliangalia kwa mshangao baada ya kusikia hayo. Molly aliendelea kujigamba kuhusu jinsi mume wake alivyompenda mtoto. Wakati huo, Sean kwa bahati alipita karibu na aliona mwili wa Molly. Alimtazama kama alikuwa ameona mzuka. Baada ya kuona mke wake akiondoka, haraka alimpigia simu Molly. Alisitiza tena kuwa Molly asimchokeze mke wake, lakini Molly alisema hakuweza kusubiri tena. Sean alisema kuwa hakukuwa na hisia za kweli kati yao. Molly alimwambia angalie vizuri. Alikuwa mrembo wa dunia. Sean alisema angeweza kuacha mali zake zote alimradi Molly akubali kumpa mtoto. Baada ya kusikia hayo, Molly moja kwa moja alimzaba kofi usoni. Alisema kuwa alikuwa amehatarisha maisha yake kwa mtoto na kwamba Sean hapaswi hata kufikiria kumchukua kutoka kwake. Baada ya kusema hayo, aliondoka kwa hasira na mtoto. Sean aliweza tu kusimama hapo, akikaza meno yake. Usiku huo, Sean alipokea ujumbe wa maandishi na akaondoka kwa siri. Hakujua kuwa mke wake hakuwa amelala kabisa na alikuwa akimfuata, lakini mume wake alipanda teksi na kuondoka. Eula alikasirika sana hivi kwamba aligonga miguu yake mahali hapo. Ikaonekana kuwa mtoto alikuwa na homa. Sean alikimbilia kumsaidia. Mke wake aliendelea kumpigia simu, lakini Molly alisema kuwa ingemwamsha mtoto na akakata simu. Hisia za ndani za Eula zilimwambia kuwa kulikuwa na jambo lisilo sahihi kuhusu mume wake. Mtoto wa Sean mwishowe alipata homa. Hii hatimaye iliwafariji wote wawili. Molly alisema kuwa Sean alikuwa amemshikilia mtoto usiku kucha na alimwomba aingie chumbani na apumzike kidogo. Lakini Sean alisema kuwa alikuwa ameondoka nyumbani bila kuaga mke wake. Aligeuka na kumwacha Molly, ambaye alikuwa na hasira. Aliweza tu kumgeukia Mungu kwa msaada. Alimlaani Sean kuwa mjinga. Sean kwa uangalifu alirudi nyumbani kwake. Kwa mshangao, mke wake alikuwa ameketi kwenye chumba cha kuishi. Eula alimuuliza mume wake alikokuwa katikati ya usiku. Sean alichanganishwa na kusema alikwenda kukimbia. Mke wake aliuliza kwa nini alilazimika kutoka kwa gari ili kwenda kukimbia. Sean alisema alikuwa na uchovu na alitaka kwenda kukimbia kwenye ufukwe. Mke wake alimuuliza. Akimuuliza ikiwa alikuwa akimficha kitu, Sean hakuwa na chaguo ila kutoa viatu vya kukimbia vilivyochoka na nguo. Alipomaliza, aligeuka kwa hasira na kurudi chumbani kwake. Eula alisema daima alihisi kama mume wake alikuwa akijitenga naye. Sean hakuweza kujizuia tena wakati huu na alisema baada ya mama mkwe wako kufariki, ulikuwa na huzuni na ulikuwa ukilia kila usiku. Mwanzoni nilihisi masikitiko sana, lakini baada ya muda nilihisi uchovu sana baada ya kazi. Hakutaka hata kurudi nyumbani. Baada ya ndoa, ulizungumza kila kitu na mama mkwe wako bila kuniachia faraga. Katika miaka 15 iliyopita ya ndoa,
hajapika hata mlo mmoja kwa ajili yangu. Eula alikasirika na aliendelea kutaja upishi. Sean alimwambia mke wake ajichunguze. Baada ya hapo, haraka alijificha chumbani mwake. Sean alikuwa hivyo, hata ingawa alikuwa amefanya kosa, bado alitaka kumlaumu mke wake. Alipoona mke wake akiingia, haraka alijifanya kuwa amechoka na kujificha bafuni. Siku iliyofuata, Sean alimzuia Molly na kumlazimisha kwenye gari. Wawili walikuwa na ugomvi mkubwa kuhusu kuwa na mtoto pamoja. Shemeji ya Molly kwa bahati ilishuhudia tukio hilo. Haraka alimwambia dada wa Eula, Luti, kuhusu jambo hilo. Luti alipanga kukutana na Sean na akamuuliza moja kwa moja kuhusu Molly. Sean alisema alikuwa na sababu zake. Alifarijika kujua kwamba shemeji yake alikuwa bado hajamwambia mke wake. Luti alitumaini kuwa shemeji yake angeshughulikia jambo hilo haraka iwezekanavyo. Hata hivyo, Sean alisema kuwa alikuwa na umri wa miaka 45 na hakutarajia kuwa baba. Hakuweza kumwacha mtoto. Luti hakuweza kuamini aliposikia hayo machoni mwao. Alikuwa mtu mzuri sana, na bado alikuwa na mtoto nje ya ndoa. Sean haraka alimfuata Molly na kusema angempa fedha za kumtunza mtoto na fidia. Molly aliuliza ikiwa alikuwa sawa na kutomuona mtoto wake. Sean alikaza mkono wake na akatoa jibu la kuafiki. Aligeuka na kuondoka bila kuangalia nyuma, akiangalia mgongo wa Sean unaotoweka. Molly kwa masikitiko aliomba msaada wa Mungu alipokuwa ofisini. Sean hakuweza kujizuia tena. Hakuna aliyejua jinsi alivyopenda watoto. Alimwandalia mke wake chakula cha jioni kwa mwanga wa mishumaa. Eula alihisi kuwa na mashaka kidogo kuhusu tabia ya mume wake. Mwanafunzi mwenzake wa kike mume wake alikuwa na mahusiano nje ya ndoa hivi karibuni. Sean alishangazwa kusikia hayo. Eula hata alisema kwamba mume wa mwanafunzi mwenzake wa kike alikuwa hata na mtoto nje ya ndoa. Hii karibu ilimkaba Sean wakati alikuwa akinywa maji. Hata hivyo, Eula kwa ujasiri alisema kuwa mume wake asingewahi kufanya hivyo. Alikuwa na uhakika kuwa mume wake angekuwa mwaminifu kwake. Wawili walikuwa na chakula cha jioni cha kimapenzi. Molly alipokea hati za talaka zilizotumwa na Sean. Kwa hasira, aliomba msaada wa Mungu tena. Wakati huu, Sean na mke wake walikuwa wakipendana. Molly alishuhudia tukio hilo. Alijua kuwa ilikuwa wakati wa kufanya uamuzi. Wachumba walijikokota kurudi nyumbani wakilewa. Wakati huo, kengele ya mlango ililia. Sean aliangalia nje, lakini hakukuwa na mtu yeyote. Hisia zake za sita zilimwambia kuwa kuna jambo baya. Kwa wasiwasi alienda kufungua mlango. Ikaonekana kuwa ni jirani mpya wa nyumba iliyopakana akileta keki siku iliyofuata. Wachumba kwa furaha walitoka nje. Molly alikuwa akielekea kwao na mtoto wake mikononi. Kimya alitoa barakoa yake na kutazama wachumba mbele yake bila mhemko. Alimuuliza mwanamume ikiwa alitaka kumshikilia mtoto. Shaun alikariba kuzimia aliposikia hayo, lakini Eula alisema mume wake hakupenda harufu ya watoto na hakuwahi kushikilia mmoja. Molly alisema Eula hakumjua mume wake. Kisha akampa mtoto Shaun. Eula alishangazwa kuwa mtoto hakuwaogopa wageni. Molly alisema Shaun alikuwa baba wa mtoto. Eula hakuweza kuamini. Shaun alimuuliza Molly kwa nini alikuwa amefanya hivyo. Molly alisema ilikuwa suluhisho lake la mwisho. Shaun aliharakisha kurudi nyumbani. Mke wake alishangazwa sana hivi kwamba alizimia. Hii ilimtisha Sean. Haraka alimchukua mke wake hadi hospitalini, lakini mara tu walipofika hospitalini, Eula alianza kutengeneza fujo. Kwa ombi lake, Sean alimpeleka nyumbani kwa Molly. Eula alitazama mtoto kwenye kochi. Nyumba ilikuwa imejaa picha za Sean na mtoto. Hakuweza kuamini. Kulikuwa pia na picha za watu watatu. Sean, ambaye alikuwa akidakiza nje ya mlango, aliogopa kuwa wanawake wawili ndani wangepigana. Eula hakuwa sawasawa na Molly. Alimwambia Molly kuwa mume wake hakupenda watoto kabisa. Je, unataka kuwa na mtoto peke yako? Molly alisema kuwa huwezi kupata mtoto peke yako na aliongeza kuwa wewe na baba wa mtoto wangu mmekuwa mkiishi pamoja kwa miaka 15 na hajawahi kukuonyesha utunzaji wowote. Amekuwa akija kwenye mgahawa wangu kula kwa zaidi ya miaka 10 na nilidhani alikuwa hajawana. Tulikula chakula mara nyingi hivi kwamba kwa bahati mara moja tulipata mtoto. Eula alisema kuwa hakuja kusikiliza majigambo yake. Molly alisema kuwa ikiwa angetumia pesa kidogo, angeweza kuwa kama wewe. Usifikiri kuwa unaweza kuwa na kiburi tu kwa sababu unaonekana vizuri. Eula bado hakuweza kuamini kuwa huyu alikuwa mtoto wa mume wake. Molly alilazimika kumwonyesha video. Akiona mume wake akiwa na furaha sana, hakuweza kujizuia tena na alihamaki. Nje ya mlango alipofika nyumbani, Eula kwa hasira alimzaba mume wake kofi kadhaa. Kwa hasira alimkemea mume wake kwa kile alichokifanya, akisema kuwa hakuwa mwanadamu. Alisema kuwa siku alipochukua picha ya mtoto siku 100 ilikuwa pia maadhimisho ya kifo cha mama yake. Katika mwaka alipokuwa na huzuni zaidi kwa kupoteza mama yake, ulikuwa na ujasiri wa kuzaa mtoto kwa furaha. Sean alipiga magoti na kumwomba mke wake amsamehe. Lakini kama mwanamke, angewezaje kukubali haya yote? Sean alisema kuwa alienda tu kule kula kwa sababu alikuwa na njaa. Eula karibu alienda kichaa aliposikia maelezo haya.
Sean kwa upendo alimkumbatia mikononi mwake na aliendelea kuomba msamaha. Eula alimuuliza kwa muda gani alikuwa akiwaona na huyu mwanamke mnene. Sean alisema hakuwahi kuwa naye. Jibu hili lilimfanya mke wake kuwa na uchungu zaidi. Sean alimuuliza mke wake, ambaye alikuwa akihojiana usiku kucha, alitaka kula nini. Eula alimwambia asitaje chakula. Jambo la mwisho alilotaka kusikia sasa lilikuwa kuhusu chakula, lakini bado aliamua kuwa na mazungumzo mazuri na mume wake. Sean alikuwa na hofu na akamwomba asifanye hivyo. Eula analia na kusema moyo wake unakatwa vipande 1000. Unadiriki kusema inauma wakati nimekupa kofi chache tu. Sean anasema kuwa baada ya kufikisha miaka 40, daima anahisi kuchoshwa anapofika nyumbani kutoka kazini. Daima ni baridi na kimya. Hakuna chakula kamwe. Eula anavunjika na kusema, "Je, hukusema hatutakuwa na watoto?" Sean anasema hiyo ilikuwa mpango wa awali, lakini alipoona mtoto wake, moyo wake uliyeyuka. Eula anasema anaogopa sura yake itabadilika baada ya kujifungua. Lakini Sean hajali yoyote hayo. Anataka tu nyumba yenye joto. Akisikia hayo, Eula alivunjika zaidi, na Sean aliogopa sana hivi kwamba haraka alijificha chumbani mwake na alikataa kufungua mlango, haijalishi mke wake alimwita vipi. Akiona kuwa mke wake alikuwa na mawazo kali, Sean hakuwa na chaguo ila kuomba msaada kwa dada yake. Lakini Eula alisema kuwa dada yake alikuwa tu hapa kumchekesha. Yeye na mume wake walikuwa wamemfanya mjinga. Baada ya kusema hayo, alikikimbia dirishani. Kwa bahati nzuri, mume wake na dada yake walimzuia kwa wakati. Siku iliyofuata, Eula alivaa vipodozi maalum. Alishinikiza mume wake kurudi nyumbani mara moja. Kutokana na shinikizo la kiakili, mume wake alikuwa na damu puani. Wakati huu, mama yake alimpigia simu tena. Aliweza kujua mara moja kuwa mwanawe hakuwa akijisikia vizuri. Alimwambia ale vizuri. Baada ya kukata simu, Sean hakuweza kujizuia tena. Alikuwa na mawazo mengi hivi kwamba karibu aligongana na gari linalokuja. Kwa woga, aliharakisha kurudi nyumbani. Aliona kuwa mke wake alikuwa ameagiza chakula cha kuleta kwa meza. Eula, ambaye daima alifuata lishe kali ili kutunza sura yake, alikuwa amevaa vazi la ballet na alikuwa akila chakula cha kalori nyingi kama mwehu. Hii ilifanya Sean akose maneno. Eula alisema kuwa alikuwa akifuata lishe kali kwa muda mrefu, lakini hakuweza kupunguza uzito. Katika siku chache zilizopita alipoteza ratili 7. Alikuwa na shukrani sana kwa mume wake, jambo lililofanya Sean kujisikia vibaya sana. Eula aliendelea kusukuma chakula kinywani mwake mpaka alitapika. Sean haraka aliondoa chakula kwenye meza, lakini mke wake aliendelea kula baada ya kutapika. Sean alimwambia asijitese hivi, na kisha akashika mkono wa mke wake na aliendelea kujizaba kofi kwenye mdomo wake. Yulo alivunjika moyo. Mume wake kwa upendo alimshikilia mikononi mwake. Sean alimwomba Molly asitafute shida tena. Alimpenda mke wake sana na asingewahi kumwacha. Molly alisema kuwa alikuwa ametengeneza kitu kitamu. Anamwomba Sean aje na amlinde mtoto na ale chakula cha jioni, lakini Sean kwa uamuzi anazuia mkono wake. Molly anamwomba Sean awafikirie mama yake mzee. Ndoto kubwa ya mzee ni kuwa na nyumba iliyojaa watoto na wajukuu. Maneno haya yanaonekana kumshawishi Sean. Mara tu Sean anapoingia nyumbani, mke wake anamtupia kisanduku cha tishu. Eula anamuuliza mume wake alikoweka. Sean anasema alikwenda kufanya kazi kwenye kampuni, lakini mke wake anasoma ujumbe uliotumwa na Molly. Molly anamsihi asimuumize Sean na asimuumize baba wa mwanawe tena. Sean kisha alisema kuwa alienda kumwona Molly, lakini ili kumkatisha tamaa. Mke wake alimuuliza mume wake ni nini kuhusu Molly alichokipenda. Sean alisema haikuwa kama unavyofikiria. Eula aliyesikitishwa alisema ikiwa mtu mwingine angekuwa mrembo zaidi kuliko mimi, nisingekuwa hivi. Alimuuliza mume wake kilikuwa nini kuhusu mtu mwingine alichokipenda. Sean alijibu bila kusita, Molly anaweza kupika. Eula hakuweza kuamini. Baada ya kuwa na ndoa kwa miaka mingi, alikuwa amefanya kila kitu alichoweza ili kuweka mume wake mwaminifu. Amekuwa akifanya mazoezi na kujiweka mrembo, na hata hakuthubutu kuwa na watoto. Lakini hakuwahi kufikiria kuwa angeshindwa kwa mlo. Sean alisema, nakupa pesa zote ninazozipata, lakini unajali tu juu yako. Hata mama yangu mkwe anakuja na umpe baridi. Siwezi kweli kukabiliana na aina hii ya ndoa tena. Eula alivunjika aliposikia haya.